Kwanza kabisa sisi tunaitwa Jatu. Jatu tuna kampeni yetu inaitwa Mkutano Inatosha. Huyu aliyokuwa ndani anaimba, tunaanza naye lazima ajaze hisa za Mkutano leo, nampa hiyo ofa. Kwa hiyo naomba mumfuate, mumwandikishe kwanza hapo, aweke hisa zake ndani ya kampuni ya Jatu. Tayari anaanza kuwekeza kwa ajili ya maisha yake ya sasa. Kwa hiyo mfuateni hapo. Mkutano Inatosha itoshi. Lazima tuhakikishe kwamba tunawapa Watanzania fursa wa hali ya kawaida kabisa, ambao tunasema tunatafuta riziki kila siku, lakini katika maisha yetu tunashindwa kuwekeza kwa sababu watu wanasema ili uwekeze lazima uwe na mabilioni ya pesa, lakini kupitia Jatu Mkutano inafanyaje? Sasa naomba niwape siri ya Mkutano. Mkutano Inatosha kufanya nini? Ndani ya Mkutano yako ambao utaenda kununua hisa za Jatu na kuwa mmiliki wa kampuni ya Jatu, cha kwanza kabisa utapatiwa kitu tunasema cheti cha hisa ambacho kwako wewe ni dhamana. Cheti cha hisa ni dhamana unapotaka kwenda kwenye taasisi yoyote ile ya kifedha kuchukua mkopo. Umepata tatizo lolote, unahitaji fedha haraka haraka, una haja kwenda kumpigia magoti rafiki yako, una haja kwenda kumwomba mtu akukopeshe pesa. Unachukua karatasi lile, unaikabidhi benki yoyote ile Tanzania. Unaambia jamani, mimi nina hisa zangu ziko ndani ya Jatu, naomba mnipe haraka haraka, nimepata nini matatizo. Kwa hiyo hiyo ndio nguvu ya kwanza Mkutano. Mkutano inakusaidia unapata cheti cha hisa. Hisa ni dhamana. Dhamana watu unapotaka kuchukua pesa yoyote kwenye taasisi yoyote ile ya kifedha. Lakini Mkutano hii inatosha kukuheshimisha vipi tena? Ukiwa na Mkutano ama ukiwa na hisa zako ndani ya Jatu, tutakushirikisha katika miradi ya kilimo cha kisasa. Hapa si mnaona kuna kilimo cha ndizi kinafanyika? Jatu tunalima ndizi wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara. Kwa hiyo moja kwa moja utaweza kuingia kwenye kilimo cha miradi ya ndizi, kilimo cha miradi ya pia ya mpunga pamoja na mahindi na alizeti. Mahindi na alizeti tunalima Kiteto, Manyara. Lakini ndani ya Mkutano yako hii itakusaidia wewe kupata mikopo ya kilimo isiyokuwa na riba, lakini na mikopo mingine ya maendeleo. Kama unavyofanya biashara leo, unaruhusiwa kuja ndani ya Jatu na kupata mikopo yenye riba nafuu ndani ya Mkutano hiyo. Mkutano Inatosha itoshi? Wanangu, inatosha itoshi? Kwanza kwa nini tunateseka na umaskini wakati tayari mkombozi amefika? Sasa tunasema pia faida nyingine ya Mkutano ni kwamba ukiwekeza ndani ya Jatu na Mkutano yako, kila mwisho wa mwaka lazima tukae tuangalie tumetengeneza faida kiasi gani, tunagawana kutokana na mahesabu yanayofanywa na wakaguzi kila mwisho wa mwaka kwenye kampuni. Hiyo ni nguvu ama siri ya Mkutano. Wangapi walisha kusikia mambo ya hisa kwanza? Nani alisha kusikia hisa? Anyoshe mkono. Yeyote yule ambaye anaelewa kuhusu mambo ya hisa. Mkuu, unaweza kuniambia hisa ni nini? Hisa ni uwekezaji. Kumbe wanangu mpo vizuri sana. Hisa ni uwekezaji. Sasa wewe ndani ya Mkutano unawekeza kiasi gani? Naweza nikawekeza. Haitoshi. Kasema hisa ni uwekezaji. Jamani, taarifa habari kwenye taarifa habari saa 2 unasikia sui kampuni fulani hisa imepanda, sijui imeweza kutoa gawio kwenye serikali sijui bilioni ngapi. Ndio hizi tunazungumzia. Tumeamua tuje tuambie wanangu, jamani, hata sisi wenyewe tunaweza tukawa na hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na tukatokomeza umaskini kwa kupitia kampuni ya Jatu. Ndio maana tukasema mwenye Mkutano yake kuanzia asubuhi mpaka sasa asipeleke sehemu yoyote, aje aweke kwenye hisa. Alafu leo hisa ile itakusaidia kwa mambo yafuatayo. Hisa hii leo tunasema hisa moja ni shilingi 500. Hii ni bei ambayo tunaanza nayo. Ndio maana tukasema 500 mara 10 ni shilingi 5000. Ndio maana tunasema mtu anaanzia hisa ngapi? 10. Lakini zitakapoingia sokoni hizi hisa, nawaambia ndani ya miezi hii miwili hiyo hisa huwezi ukaipata tena sehemu yoyote, kwa sababu zitakuwa hazipatikani kwetu, zitakuwa mikononi mwenu nyinyi. Kwa atakapokuja hapa mkuu anataka kununua hisa, atakufuata wewe. Atakufuata wewe muda ule hisa ziko soko la Dar es Salaam. Atakapoenda kule kwa tafuta mawakala wa soko la hisa, ataambiwa sasa hisa hizi zinapatikana sokoni kwa bei ya 1000, 2000. Wakati huku chini aliacha kwa shilingi 500. Kwa hiyo unajikuta hisa ile umenunua kwa shilingi 500, tayari hisa ile imefika 2000. Je, ndani ya 2000 una 500 ngapi? Si 3. Kwa hiyo unajikuta hisa moja na faida shilingi 1500. Ndio maana unashangaa mtu anasema na hisa zangu ziko Jatu, nataka niziuze nirudishe fedha yangu na faida nikafanye mambo yangu pembeni. Ndio faida ya hisa. Kwa hiyo hisa ni biashara. Kama mtu anapoleta mzigo hapa sokoni, anamtafuta dalali, anamwambia bwana, na ndizi zangu hizi hapa, nitafutie mteja, mimi mtaji wangu unipe, faida ya kwako unabaki na. Ndio siri ya hisa. Kwa hiyo msifikiri labda hisa ni vitu vikubwa vinahitaji elimu kubwa. Hapana. Hisa ni biashara kama ilivyo biashara ya kawaida.
Bukutano inatosha itoshi? Jamani, mimi nimemaliza. Naomba kila mmoja ahakikishe leo haondoki mpaka awe na bukutano yake awekeze, lakini tuna zawadi nyingi. Mimi nitatoa zawadi kwa ambao watanionyesha kwamba kweli wanaelewa kwamba hisa ni uwekezaji. Sitawaacha hivi hivi. Kwa naomba wadada wanaopita na reflector muweze kuwashirikisha, wawape elimu. Lakini kama unakaa pembeni na NMB Bank, hisa zinapatikana kwenye benki ya NMB. Ukienda watakupatia hisa za Jatu na bukutano yako. Ukienda benki ya DCB utapata hisa ya Jatu. Ukienda kwa mawakala wa soko la hisa ya Dar es Salaam na ofisi zote za Jatu tunapata hisa. Kwa hiyo leo tumewafikia, tunataka kila mmoja aelewe hisa ni nini na waweze kuwekeza kwenye hisa. Tuchangamkie fursa. Asanteni sana. Kwenye website jamani, mnatupata kama www.jatukilimo.com. Tutafuta kule ili uweze kufaidika na mambo mengi sana kutokea ndani ya Jatu PLC. Safi kabisa. Sasa wanangu, nikisema buku sawa, nani ana maswali? Ameongea kiongozi. Asante. Huyo karibu. Asante sana kwa kuwasikia na kuwaelewa uelewa wangu kidogo. Naitwa George Sebastiani Rudenge. Nilikuwa na swali la kuuliza kutokana na uelewa wangu kidogo au kuweza kumtosheleza kutokana na hisa, namna ya kupata hisa ukiwemo kwenye mabenki kama CRDB, si ndio? Au NMB? Ni NMB. DCB. Kwa mfano mimi nina akaunti yangu pale na nahitaji nipate hisa kupitia Jatu. Sawa? Nitaipataje pale endapo nimeenda pale benki, nimeenda kuwaelekeza kitu kama hicho? Huenda sikuwa na kielelezo chochote kupitia kampuni ya Jatu. Watanielewa? Nimekuelewa vizuri sana. Yaani anamaanisha yeye ana akaunti yake NMB. NMB pale kuna bukutano yake kwa mule ndani. Sasa ameenda kama alivyo, anawaambia jamani, nahitaji kuwa na hisa ya Jatu. Kuna bukutano yangu huko ndani ya akaunti ya NMB. Utaratibu upoje? Watakwambia tujazie fomu ya kutoa kwanza pesa kwenye akaunti yako ile bukutano. Utajaza fomu ya kutoa. Ukishatoa wanakupa akaunti ya NMB sasa ambayo ni maalum kwa ajili ya kuweka ile bukutano ya hisa ya Jatu. Utaweka mule ndani, utajaza fomu, watakupa risiti, utabaki nayo. Utakuwa umemaliza na umeweza kuwekeza bukutano yako ndani ya Jatu, unaondoka vizuri kabisa kuelekea nyumbani. Kwa hiyo utaratibu uko vizuri. Mwingine mwenye swali? Blaza pale, njoo kakangu. Njoo. Bukutano hakikisha iko vizuri. Naitwa Emmanuel. Swali langu linakuja ni kwa muda gani unayotakiwa kuwekeza hiyo bukutano? Muda wa siku, mwezi, wiki? Asante sana. Tumesema tumeanza toka tarehe 1 mwezi wa 6, mwisho ni tarehe 15 mwezi wa 7. Kwa hiyo zoezi hili lina mwezi mmoja na nusu. Muda si rafiki, muda hautoshi. Kwa hiyo wewe ambaye una bukutano yako, changamka sasa hivi kabla halijafungwa zoezi hili. Likishafungwa tarehe 15 mwezi wa 7, uwezo ukaipata tena ile hisa kwa kupitia Jatu. Utazikuta ziko kwa watu wameshazinunua kwa bei ya 500, wewe unaanza kuangalia kuzitafuta na hutaipata kwa 500 tena, itakuwa imeshaanza kupanda bei. Kwa hiyo hili zoezi ni la muda wa mwezi mmoja mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 litafungwa rasmi. Kwa hiyo nafikiri umenielewa vizuri sana pale. Safi. Mwingine? Asante. Kwa jina naitwa Exander Emmanuel. Swali langu ni kwamba je, baada ya kutoa hiyo 5,000 na ukaingia katika soko la hisa, utaendelea kutoa baada ya muda gani, au ukishatoa ndio biashara imeisha? Asante pesa. Ukishatoa bukutano yako umeitoa mara moja, uongezi pesa nyingine. Kama utataka tu kuongeza hisa zingine, labda useme bwana, nataka naongeze zingine tena za bukutano niwe na hisa 20, labda nataka naongeze tena za bukutano niwe na hisa 30,000. Kwa hiyo wewe ukishatoa bukutano leo, kinachobakia unasubiria tarehe 15 mwezi wa 7 zoezi likifungwa, hisa zile zinaingizwa kwenye soko la hisa, alafu zinaanza kufanyeje? Kupanda bei. Sasa pale utapewa cheti cha hisa kutoka soko la hisa Dar es Salaam, ambacho nimesema kile cheti kwako ni dhamana. Unakichukua kile cheti, unataka mkopo sehemu yoyote, wanaangalia hisa ya Jatu sokoni labda imefika shilingi 2,000 na wewe ulinunua kwa shilingi 500, alafu una shida shilingi 10,000 haraka haraka, unaambia na shilingi 50,000 yangu Jatu tayari hisa moja imefika shilingi 2,000, unapewa hapo hapo, cheti kinabaki.
wala hawachukui nyumba yako, wala hawachukui redio wala pikipiki. Kale karatasi kanatosha, ni dhamana. Kwa hiyo wewe unasubiri tu cheti chako kile cha hisa, wala hutalipia pesa yoyote kila mwezi, kila wiki. Zoezi linakuwa limeisha hapo. Faida zinazoendelea kupatikana ni kwamba wewe ukisha kuwa na hisa yako ndani ya Jatu, usilale. Njoo fanya miradi ya kilimo, njoo chukua mikopo SACCOS, njoo huku kuna wakala wa bidhaa za Jatu, kuna mchele, kuna mafuta zeti, kuna maharage. Nielewe vizuri jamani. Yaani sio kuweka Bukutano alafu unalala unaisubiri Bukutano ikufanyie kazi. Wewe mwenyewe unaingia ndani ya kampuni, kwa sababu kampuni unaimiliki ni ya kwako. Unasema jamani, nataka nichukue mkopo kama milioni 1 hapa. Nafanyeje? Tunakuelekeza pale, tuna SACCOS yetu iko pale inaitwa Jatu SACCOS. Si mtakuja Sabasaba maonyesho mwaka huu? Country kule. Mtaona SACCOS iko pale, tunashiriki maonyesho, inatoa mikopo ya kilimo isiyokuwa na riba na mikopo mingine ya maendeleo yenye riba nafuu. Kwa mtembee hadi ofisini mje mtuone. Lakini kwa wale wanataka kujua ofisi ya makao makuu ya Jatu, kama mmeshafika posta mpya pale PPF, PSSF, zile boti za Baharesa kama unaenda Zanzibar, zile za Kilimanjaro, ile cross ya mwendokasi hapo kwenye mahakama jiji, kuna jengo refu liko hapo pembeni. Ofisi zetu ziko pale floor ya 6. Tunafungua saa 2 asubuhi mpaka Jumamosi 7 mchana. Huduma zinapatikana. Lakini kama una ndugu yuko Mtwara, tuna ofisi pale Mtwara mjini. Kama una ndugu yuko Mwanza, Ilemela na Nyamagana, tuna ofisi iko pale. Kama una ndugu yuko Dodoma maeneo ya Bahi pale, tuna ofisi iko pale. Kama una ndugu pia yuko Arusha Kaloleni pale Kondo Building, tuna ofisi. Kama una ndugu yuko Morogoro, wilaya Kilombero, kata Igima, eneo maarufu Mbingu, tuna kiwanda cha kukoboa mchele wa aina 4, grade A, grade B, grade C na grade ya mwisho ya vitumbua. Jatu jamani, inatosha itoshi Bukutano? Inatosha itoshi? Naomba wanangu msiniangushe jamani. Bukutano naomba kila mmoja achangamke leo hii tuweze kuimiliki kampuni yetu, tushiriki miradi ya kilimo. Mimi naomba endelee kuwapa burudani. Nafikiri wamenielewa vizuri sana. Asante mkuu.